Katika ajali hiyo watu 6 wamejeruhiwa, huku 2 wakitaja kuvunjika mifupa na kukimbizwa katika hospitali ya Kitengule na wengine kupewa rufaa kwenda hospitali ya Mwananyamala, ambapo baadhi ya mashuhuda wanasema gari lilitoka huko juu kiwandani wakati linatoka kupakia mzigo. Lilikuja limefeli brake. Sijajua ni brake ilifeli au ilifeli gani. Lakini lilikuja liko kwenye mwendo wa kasi ya ajabu sana. Ambayo kwa mbele yake wakati linakuja palikuwepo na mama mmoja amepakizwa kwenye bodaboda. Ni mama mtu mzima. Kwa tunaweza kumuita yule ni bibi. Alipakizwa kwenye bodaboda akawa na yule bodaboda, afu kuna bajaji mbele yake inashuka. Sasa wale situation hawakuiona kwa sababu ilikuwa ni nyuma yao. Yule dereva aliyekuwa anaendesha gari hapa alishaona kwamba hawa watu siwezi kuwakimbia tena kwa kwepa, kwa hiyo aliwafuata moja kwa moja. Ajali zinaendelea kuua watu. Haya magari yanatoka na mizigo ya kutosha mikubwa tu, tani zaidi ya 40-50, tani 100 ya simenti. Mlima ni mrefu, alafu ni mkali. Magari yenyewe ndio haya yamechoka, yanakuja kuingia kwenye nyumba za watu, watu wanakufa. Bodaboda vijana wanakufa, wanapoteza maisha hapa, watu wanapoteza mali zao. Tunachokiona tu ni kwamba viongozi wanakuja, wanatoa ahadi muda ule ule basi. Kwa upande wake mkuu wa wilaya Kinondoni Bwana Sadi Mtambule, ambaye pamoja na kutoa pole kwa majeruhi waliopata ajali hiyo, akasisitiza serikali kuendelea kupanua barabara hiyo. Kuendelea kuvuta subira kwa sababu serikali ina mpango mahususi wa kuifanya hiyo barabara badala ya kuwa njia 2 iweze kuwa njia 4. Kwa hiyo haitazuia tu hizo ajali, lakini pia itasaidia kupunguza jamu ambayo imekuwa ikitokea sana kwenye maeneo haya. Kwa hiyo naomba wavuta subira wakati serikali inaendelea kuchukua hatua za kuhakikisha barabara hii inatanuliwa na hivyo inakuwa rahisi kwa kupitika. Lakini pia tumezungumza na wenzetu wa kiwanda, mimi mwenyewe nimeshakagua zaidi ya mara 2. Tuna barabara ya mchepuko ambayo malori hasa yale yanayoleta material kwa ajili ya utengenezaji wa saruji hayatakuwa yanapita tena kwenye barabara hii. Uongozi wa hospitali binafsi ya Kitengule pamoja na kueleza utayari wa kuhudumia ajali za mara kwa mara zinazotokea katika barabara hiyo, umeeleza nia ya dhati ya kusaidia serikali katika kuhudumia jamii inayozunguka katika hali ya udharura zikiwemo ajali. Tutaendelea kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba tunatoa huduma za haraka kila inapotokea ajali kama hizo, kwa sababu ajali, mtu anapata ajali hajaiombea na anakuwa hajajiandaa. Kwa hiyo ndio maana sisi kama hospitali ya Kitengule kila ajali zinapotokea siku zote tunapokea, tunawatibu, tunapata tiba ambayo ni sahihi, lakini pia inapokuwa inahitajika kupewa referral kwenda aidha Mwananyamala au Moi au Muhimbili, basi huwa tunafanya hivyo na tunashukuru sana.